Mpendwa mtazamaji, Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalipata katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 31 hadi ya 46. Ni nyakati za mwisho ambazo Yesu alikuwa anapaswa kuweza kuondoka hapa duniani kabla hajaenda kuteswa, yaani apite katika yale mateso ya kifo, kwanza ya kukataliwa, alafu asulubiwe, afe msalabani, afufuke, arudi nyumbani kwa Baba. Anatoa kanuni za maisha ambapo yatawakuta wale wa Kristo baada ya maisha hapa duniani. Anasema hivi kwamba mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo ataketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye ataweza kuwabagua watu kama vile mchungaji anavyobagua mbuzi. Wataenda upande wake wa kushoto, na baadaye pia kondoo wataenda upande wake wa kuume. Na hiyo ndio hukumu yetu katika siku ya mwisho. Na atawaambia wale walio katika mkono wake wa kuume, atasema, njooni kwangu ninyi nyote mliobarikiwa na Baba yangu. Yaani mlibarikiwa tokea katika nyakati zile za kuweza kuumba ulimwengu, na mkaweza mwende mkaurithi ufalme wa mbinguni. Na katika mambo ambayo ataweza kuwaambia hawa wamebarikiwa ni katika maeneo haya. Anasema hivi: nalikuwa na njaa ukanipa chakula, nalikuwa na kiu ukaninywesha, nalikuwa mgeni ukanikaribisha, nalikuwa uchi ukanivika, nalikuwa mgonjwa ukaja kunitazama, nalikuwa kifungoni ukanijia. Katika mambo yote ambayo tunayoyasikia hapa, ambayo Yesu atatuhukumu siku ya mwisho, yale matendo ya kujizuia katika kutenda dhambi fulani fulani hayajaorodheshwa hapa, bali nitahukumiwa vile nilivyowatendea baadhi ya watu. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, ninaweza akawa ninajizuia katika kutenda dhambi, ninajizuia kunywa, nimefunga, ninajizuia kufanya matendo mbalimbali, lakini nikajikuta kama nimetumia muda mwingi wa kujizuia katika kutenda dhambi, alafu nisifanye jambo lolote lile kwa jirani yangu. Ninamkuta mtu ana njaa na nyumbani kwangu kuna chakula, hadi watoto wanaenda kumwaga chakula hicho kwenye jalala, jirani yangu hapo anakufa na njaa. Kuna watu wana kiu, mimi nina maji na kila kitu, siwapatii. Kuna watu ambao ni wagonjwa hospitalini kule, kuna watu wana wiki mbili, wana siku ngapi hawajaletewa chakula na ndugu zao. Mimi sijafika hatua niende kule hospitalini, niende nikawapelekee chakula, niende nikawalishe, nikawaone hao wagonjwa. Magerezani kuna watu ambao wamefungwa, wana uhitaji. Kwenye magereza ya kina mama wanahitaji mahitaji mengi sana, na wewe ni mama, unajua siku zako zinavyokuwa. Yuko kule gerezani hana mahitaji kama hayo, na unafurahia tu hayo maisha, unaona ni sawa tu, na una nguo, una sabuni za kutosha, unashindwa kuweza kupeleka gerezani kwenda kumwangalia. Hata kama umefunga, hata kama umesali, hata kama umejizuia, mfungo wako hauna maana kama hutatenda wema. Na Yesu anazungumza, anasema kwamba wale wote wanaofanya mambo hayo wamebarikiwa. Na baadaye amesema atawageukia wale walioko upande wake wa kushoto, ambao anawaita ni mbuzi, ambao walikuwa hawana utulivu. Anasema kwamba ondokeni ninyi mliolaaniwa na Baba yangu. Na hukumu yetu itakuwa kwamba nilikuwa na njaa, huku nipatia chakula, nilikuwa mgeni, nikaja ofisini kwako, huku nikaribisha, ulikuwa bize umeshikilia kompyuta na simu, huku nikaribisha kwa furaha. Na alikuwa uchi, huku nipatia nguo. Na kuna watu wengine nguo bado uko nazo, kuna nguo nyingine mwaka mzima hujazivaa, zipo tu na hujawapelekea masikini. Watu wako uchi, huko hujampatia nguo. Anasema kwamba nilikuwa mgonjwa, hukuja kunitazama, na nilikuwa kifungoni, hukuja kunitazama. Ni kweli tutamuuliza maswali kama, Yesu, tulikuona lini? Anasema kwamba vyovyote vile mlivyomfanyia mojawapo ya hao wadogo mlinifanyia mimi. Na atawaambia wale ambao wako katika mkono wake kulia,
njooni mliobarikiwa na Baba yangu, na wale walioko katika mkono wa kushoto ambao ni mbuzi, anasema ondokeni mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake, kwa maana mlinitendea hayo mabaya. Mwenyezi Mungu atutie nguvu sana, atupatie fadhila katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hebu tuweke alama kwa baadhi ya watu wenzetu ambao wapo katika swala zima la mahitaji. Ni kweli tujizuie katika kutenda haya, lakini tutende matendo mema, na baada ya hapo tutabarikiwa, tutapokelewa huko mbinguni, na ufalme mbinguni utakuwa ni wa kwetu. Akubariki na kuweza kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.